Leo imekuwa burudani ya pekee. Huwa nimezoea inapofika saa kama hii nasikia njaa. Leo hata njaa sijasikia. Huu ni ushuhuda tosha kwamba neno la Mungu daima lina nguvu ya pekee katika maisha yetu. Rais Dr. John Pombe Magufuli amewaongoza maelfu ya waumini wa dini ya Kiislamu na nchi za jirani katika fainali ya mashindano ya kuhifadhi Qur'an barani Afrika yaliyofanyika Uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Ndugu zangu, siku nyingi tumezoea tunapoingia kwenye uwanja huu, ukiangalia upande fulani na upande mwingine, na hasa pakiwa panashindana timu kubwa za Yanga na Simba, utaona wanavyoshangilia. Lakini leo tumekusanyika hapa wote kwa umoja wetu kumshangilia Mungu kupitia kitabu chake kitukufu cha Qur'ani. Hongereni sana waandaaji. Nimefurahi sana, na kweli nimefurahi sana. Uwanja huu umejaa, kule pamejaa, nje palikuwa na watu wengi. Hii ni ishara kubwa, ishara kubwa. Na mimi naamini kupitia siku hii muhimu kwa Watanzania, Mungu atusamehe sana dhambi zetu. Rais Magufuli katika sehemu ya hotuba yake kwa umma wa Kiislamu uliokusanyika uwanjani hapo amezikonga nyoyo za waumini hao, ikiwemo onyo alilolitoa dhidi ya wafanyabiashara wanaopandisha bei ya bidhaa mbalimbali wakati wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tupo kwenye kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo basi, kabla sijaendelea zaidi, napenda kutumia fursa hii kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya serikali kuendelea kuwatakia heri ya mfungo wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani waumini wote wa dini ya Kiislamu hapa nchini. Mwenyezi Mungu aujalie mfungo uwe wa amani na baraka tele. Aidha, namwomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema azikubali funga zetu na kuwalipa malipo stahiki kwa hiki mnachokifanya kwa ajili ya taifa lenu. Mimi mwenzenu hapa sijafunga, lakini siku ya kufungua Waislamu nitakuwa na ninyi kwenye pilau. Ninafahamu katika kipindi hiki wapo baadhi ya watu wachache wenye tamaa ambao ukitumia kipindi hiki kutaka kujinufaisha kwa kupandisha bei za bidhaa ambazo hutumiwa kwa wingi na ndugu zetu Waislamu. Ninawasihi sana watu wa aina hiyo kuacha tabia hiyo. Ni dhambi mbele ya Mwenyezi Mungu. Huwezi kutajirika kwa kutegemea kupandisha bei za bidhaa katika kipindi cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na nitumie fursa hii kutoa wito kwa mamlaka husika za serikali kufuatilia swala hili kwa ukaribu zaidi. Aidha, amekubali ombi la taasisi ya Hikma iliyoandaa mashindano hayo ya kutaka kupewa eneo huko Temeke na kuamua kulitoa eneo hilo kwa taasisi hiyo baada ya kushindikana kwa muda mrefu. Meeleza hapa kuhusu kupatiwa au kubadilika matumizi kwenye eneo, nafikiri ni Temeke ambalo mmeliomba siku nyingi. Ninafahamu changamoto za pale kwa sababu eneo linaloombwa ni open space, lakini natambua pia nia nzuri ya taasisi hii ya kutaka kuongeza pale wajenge, nafikiri hospitali kwa ajili ya kutoa huduma kwa Watanzania wote bila kubagua dini zao. Ukiangalia masilahi ya open space ambapo watu wanakwenda kupumzika na kucheza, na siku hizi wanapatumia pale kutupa takataka, na ukaangalia masilahi wanayotaka kuyafanya haya na masilahi ya taifa zima, lile eneo ninalitoa kwa taasisi hii leo. Kwa hiyo namwagiza Waziri wa TAMISEMI ambaye yuko hapa
kuanzia kesho mpaka Ijumaa kile kibali kiwe kimeshamalizika na kukamilika vizuri. Lakini nitoe rai kwamba ni lazima kweli wakatumie kwa ajili ya kujenga hospitali, kwa sababu nitafuatilia ili nione ile nia njema ya taasisi hii ya kujenga kituo cha afya kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania inatimika. Kwa hiyo kwa madaraka mlionipa ninyi, kwa kuniombea na kuniweka kwenye sala na dua ya Watanzania kwa ajili ya kuwatumikia Watanzania wote, dhamira yangu imenigusa. Nimeshindwa kukataa maombi haya kwa taasisi ambayo inafanya mambo makubwa kwa Watanzania. Kwa hiyo Sheikh Sharif Abdul Kadri, rais wa taasisi hii ya Al-Hekima, nataka kukuthibitishia leo kwamba hilo eneo litakuwa lenu, na Mungu awabariki sana. Na walivyo wajanja hawa wameniomba wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pamoja na hayo, amemkabidhi Mufti Mkuu Sheikh Abubakar bin Zubeir kiasi cha shilingi milioni 10 kwa ajili ya huduma. Lakini kwa Mufti, kwa sababu mashindano haya yatakuwa yanaendelea ya aina nyingine, ili mahali na yeye atakapoguswa mahali fulani kwa kazi nzuri inayofanywa na Waislamu asiondoke mkono mtupu, kwa sababu mkono mtupu haulambwi. Na mimi napenda nimwezeshe kwa kumpa shilingi milioni 10 zitakazomsaidia mahali huko atakapoenda katika kuitangaza Qur'ani, kukitangaza kitabu kitukufu cha Qur'ani. Na Mheshimiwa Mufti, njoo nikukabidhi hapa. Ole wako uende ukaoe mwanamke mwingine. Watani zangu wa Tanga, akishapata hizi hela anaweza akaanza kuangalia mwanamke wa Kinyamwezi. Na kukabidhi hizi, Mungu akujalie kwa ajili ya kutangaza Qur'ani tukufu kwa ndugu zetu Waislamu, hata wale ambao sio Waislamu, kwamba ni kitabu kitukufu kutoka kwa Mungu. Rais Dr. John Pombe Magufuli pia ameishukuru kamati ya maandalizi kwa kumpa fursa aliyosema hadhimu ya kuwa mgeni rasmi katika hafla hiyo, na kuwaomba wale wote wanaofunga sio tu kuziunguza dhambi zao bali na za wale ambao hawajafunga. Katika hafla hiyo, Rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alimshukuru Rais Dr. John Pombe Magufuli kwa kukubali mwaliko wao. Mzee Swaumu imemchosha, lakini aseme tu angalau kidogo. Karibu. Takbir. Assalamu alaikum. Mheshimiwa Rais, kila kitu kwa wakati wake. Nidhamu inasema akishasema rais hakuna mwingine anayetia neno. Na wewe sasa hivi ndio mkubwa wetu, mdogo lakini wewe ndio mkubwa wetu sasa hivi. Lakini mimi kwa niaba ya Waislamu nikushukuru sana kwa kuja. Kuja kwako kunathibitisha mshikamano uliokuwepo katika taifa letu. Waislamu na Wakristo tunaishi nyumba moja, tunaishi nchi moja, hatubaguani. Na ndio mazoea yetu. Sisi Dar es Salaam hapa tunaishi nyumba za vyumba 6. Chumba kimoja kuna Waislamu, cha pili kuna Mkristo, cha tatu kuna mwingine bado hajafungamana na upande wote. Kwa hiyo kiongozi wetu mkuu wa taifa letu kuja kujumuika nasi ni jambo ambalo kwetu ni faraja kubwa. Lakini faraja kubwa zaidi ni maneno uliyoyasema ya kusisitiza umoja, kusisitiza mshikamano baina ya watu wa Tanzania
wa dini zote, wa madhehebu mbalimbali. Na mimi sina zaidi ya kusema. Asante sana. Endelea na moyo huo, uendelee kujenga mshikamano wa taifa letu na watu wake. Mahadha salam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rais wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi almaarufu kama Mzee Ruksa amewaomba Waislamu kote nchini na Watanzania kumwombea, kumsaidia Rais Dr. John Pombe Magufuli, kwani hafanyi kazi kwa maslahi yake binafsi bali ya Watanzania. Katuhimiza tushikamane, katuhimiza tulinde umoja wetu, tulinde masikizano yetu, tulinde salama yetu, tupendane, tushikamane, tuwe wamoja. Hakuna la zaidi tunalohitaji katika nchi kama hayo. Dobakia mimi sasa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna anavyotuongoza katika awamu ya 5. Kila nikikaa ustaajabu, huona maendeleo makubwa ya gharama kubwa yanatendeka katika muda mdogo. Sasa kama lipo la kusema, niseme Mwenyezi Mungu amjalie kasi hii iliyopo isirudi nyuma, iendelee vivi hivi. Miaka 5 ikimalizika, tukitazama tuone tulikuwa wapi miaka 5 ya juzi na leo tuko wapi. Sikwambii tena miaka 5 mingine ijayo. Huu ni mkutano wa Qur'an, si mkutano wa siasa. Nashindwa sana kusema kwamba siku ifike tumpe kura zote atuendelee tumalizie mwaka unaomaliza 5 ijayo imalizike vizuri zaidi. Nchi haina ndege, leo imepata ndege. Nchi ina reli ya kusuasua, leo inapata reli ya fahari ya kujivunia. Ndani ya miaka 5 nchi, watu wameshikana kama hivi. Tumekutana watu wengi hapa kwa nia moja, na nia hii kila mmoja atie nia kumsaidia mwenzetu huyu, si kwa maslaha yake yeye. Yeye ni mtumishi wetu mkubwa, ni kwa maslaha ya nchi na kila mmoja wetu. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Mheshimiwa Rais, tunakuombea umri mrefu, tunakuombea uzima, afya nzuri, ili kwa selfishness yetu ututengezee mambo yetu. Asante.